Kocha wa Arsenal Mikel Arteta ameonyesha ubora wake baada ya kuiongoza timu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu England kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22 tangu enzi za chini ya Arsene Wenger. Mafanikio hayo yamewaziba midomo waliokuwa wakimkosoa tangu alipopewa kazi hiyo mwaka 2019 bila uzoefu wa ukocha mkuu. Arteta alipata nafasi ya kujifunza kutoka kwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola ambaye alimchukua kama msaidizi wake kutokana na urafiki wao wa zamani walipokuwa wakicheza pamoja katika akademi ya FC Barcelona. Arteta amekuwa akisema mara nyingi kuwa Guardiola ni mtu aliyempa nafasi kubwa ya kujifunza na kufikia mafanikio haya ya sasa. Tofauti na Guardiola anayependelea soka la pasi nyingi na umiliki wa mpira, Arteta amejenga Arsenal kwa msingi wa safu imara ya ulinzi pamoja na ubora kwenye mpira wa adhabu. Mfumo huo umeonekana kuwa na ushawishi mkubwa kutokana na aliyekuwa kocha wake wa zamani katika klabu ya Everton, David Moyes, ambaye alimfundisha namna ya kujenga timu yenye nidhamu na wachezaji wenye tabia nzuri. Mara baada ya kupewa kazi Arsenal, Arteta aliwasilisha mpango wa hatua 5 wa kurejesha klabu hiyo kwenye ubora wa England na Ulaya. Alifanya maamuzi magumu kwa kuwaondoa baadhi ya mastaa kama Pierre-Emerick Aubameyang na Mesut Ozil ili kujenga umoja mkubwa ndani ya kikosi. Safari ya mafanikio haikuwa rahisi kwa Mikel Arteta, kwani katika misimu yake ya kwanza Arsenal ilimaliza nafasi ya 8 mara 2 mfululizo, hali iliyozua mashaka makubwa kutoka kwa mashabiki. Hata hivyo, baada ya kushindwa kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya na baadaye kumaliza nafasi ya 2 mara 3 mfululizo, Arteta aliendelea kuboresha kikosi chake hadi kufikia kiwango cha ubingwa. Katika msimu huu Arsenal ilikumbwa na kipindi kigumu baada ya kupoteza mechi 4 za ndani mfululizo mwezi Machi na Aprili, jambo lililofanya ionekane kupoteza mbio za ubingwa dhidi ya Manchester City, lakini Arteta aliweza kuirejesha timu kwenye kiwango bora, wakaimaliza ligi kwa nguvu kubwa na hatimaye kutoa taji hilo muhimu. Kwa sasa Arsenal ina nafasi ya kuandika historia nyingine kubwa zaidi iwapo ataifunga Paris Saint-Germain katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Budapest tarehe 30 mwezi Mei. Mashabiki wa Arsenal watasherehekea ubingwa wao wa Premier League dhidi ya Crystal Palace kwenye mchezo wa mwisho wa msimu, huku Mikel Arteta akifurahia mafanikio aliyoyasubiri kwa muda mrefu. Kwa update zaidi za kimichezo kimataifa, ni kusi mtazamaji, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.